Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kampu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japan takuletea habari za kitaifa, na hapo baadaye nitakujuza tuko na nani katika habari za kimataifa. Lakini kabla yote mtazamaji, tuanze na mukhtasari wa yale nitakayo kuwasilishia siku hii ya leo. Serikali kuhakikisha maji ya Ziwa Victoria yanatatua changamoto ya maji katika maeneo mbalimbali ya nchi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan changia shilingi milioni 100 kuunga mkono maendeleo ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro MUM. Na katika habari za kimataifa, waziri wa ulinzi wa Israel amuru majeshi yake kumuua kiongozi mkuu wa Iran ili kufanikisha malengo ya Israel. Na mtazamaji, kabla sijaanza kapu la habari kitaifa, na kukumbusha pia tunapatikana kupitia mtandao wa YouTube ambapo utaandika Mahasin TV official channel, utaweza kuvinjari vipindi mbalimbali. Tulianze kapu la habari kitaifa tukianzia hapa jijini Mwanza, tukiendelea kuangazia ziara ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo alianza siku ya Alhamis tarehe 19 mwezi wa 6 kwa kufanya tukio la kihistoria kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Wakazi zaidi ya 450,000 waishio jijini Mwanza na maeneo ya pembezoni wameondokana na adha ya ukosefu wa huduma ya uhakika ya maji safi na salama kufuatia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuzindua mradi mkubwa wa maji wa Butimba uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 71.7. Rajab Shaban Matuga anatupa masimulizi ya taarifa hii. Mradi huu wenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku ulianza kutekelezwa mwezi wa pili mwaka 2021 na kukamilika kwa 100% mwezi wa 10 mwaka 2023 na kuanza majaribio na kisha kukabidhiwa kwa MWAUWASA tarehe 30 ya mwezi wa 10 mwaka 2024 baada ya muda matazamio kukamilika. Waziri wa Maji Juma Aweso anasema serikali inaendelea na jitihada za kuhakikisha maji ya Ziwa Victoria yanatumika kutatua changamoto ya maji katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo mikoa ya Shinyanga na Tabora, na kwa sasa mikakati ni kuyafikisha Dodoma. Mheshimiwa Rais, wizara ya maji ilikuwa wizara ya kero na lawama. Umesema wewe ni mama na asilimia kubwa anayoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hutaki kusikia, hutaki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Tanzania ina vijiji 12,318. Ukasema ili tutatue tatizo la maji vijijini lazima tuanzishe wakala maalum ili tuende kutatua matatizo ya maji ambao unaitwa RUWASA. Mheshimiwa Rais, katika vijiji 12,318 naomba niwape taarifa wana Mwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan mpaka siku ya leo ameshafika vijiji 10,576. Mheshimiwa Rais, umebakisha vijiji 1,500. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Kwa mkoani Mwanza, hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama mjini imeongezeka kutoka 57% mwaka 2021 hadi kufikia 85% mwaka 2025. Wilaya zote zimeonyesha ongezeko kubwa la upatikanaji wa maji. Wilaya ya Misungu imeongeza huduma kutoka 12% hadi 90%. Magu ikiongeza kutoka 55% hadi 93.3%. Sengerema imefikia 92% kutoka 61%. Ilemela kutoka 80%
hadi asilimia 90. Kwa upande wa Nyamagana kiwango kimeongezeka kutoka asilimia 59 hadi 78, Ukerewe kutoka 69 hadi 81 na wilaya ya Kwimba kutoka asilimia 67 hadi asilimia 78. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara baada ya kuzindua rasmi mradi wa maji wa Butimba, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbali na kutaka juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu ili Ziwa Victoria liendelee kubaki na ubora wake, ametoa wito kwa wananchi kulipa bili za maji kwa wakati. Maji haya yana gharama kubwa na pia kunahitaji uendelevu kupatikana kwake, na hivyo ni lazima wanaosimamia miradi hii ya maji wawe na fedha za kutosha kufanya marekebisho kila inapobidi, kutunza mashine na mitambo ili maji yaendelee kupatikana. Ni watake wote wanaotumia maji haya kulipa bili zenu za maji, pamoja na kuwaasa watumishi wa Wizara ya Maji kutokubambika bili, lakini zile bili zinazoletwa za halali zilipwe. Tulipe maji ili tuwape uwezo MWAUWASA na mashirika mengine yaweze kutoa huduma endelevu kwa maji. Mradi huu unahudumia wakazi 450,000 wanaoishi maeneo ya Nyegezi, Mkolani, Buhongwa, Nyamazobe, Nyahingi, Buganda na Luchelele. Maeneo mengine yanayohudumiwa na mradi wa maji wa Butimba ni Rwanima, Sawa, Fumagila, Kishiri na Igoma kwa jiji la Mwanza, pamoja na maeneo pembezoni kama vile Kisesa, Bujora na Kanyama wilayani Magu. Na shukrani sana Rajab Shaabad Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea hapa jijini Mwanza. Mtazamaji, tuachane na taarifa hii kutokea hapa jijini Mwanza, moja kwa moja tuelekee huko mji Kasolo Bahari, huko mkoani Morogoro, ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amechangia kiasi cha shilingi milioni 100 ili kuimarisha mfuko wa maendeleo wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM unaofahamika kama MUM Community Fund. Ramadhan Idi anakuja na undani wa taarifa hii. Mchango huo umetangazwa rasmi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyemwakilisha Rais Samia katika kilele cha maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa chuo hicho, hafla iliyofanyika chuoni hapo. Tuchangie maendeleo ya chuo chetu ili kiendelee kutoa huduma kwa watoto wa Tanzania, kwa vijana wa Tanzania. Na mimi nikiwa hapa nataka nikuunge mkono profesa. Mimi namuunga mkono profesa kwenye mchango huu. Na wote ambao mko tayari basi mje. Mimi naanza kutoa milioni 10. Lakini nataka niwaambie hata aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo, ambaye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakuunga mkono kwa shilingi milioni 100. Katika hafla hiyo, Shekhe Mkuu na Mufti wa Tanzania Shekhe Abubakari Zuberi amesifu hatua zilizopigwa na chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka 20. Maana tangu kuanzisha miaka 20 iliyopita ni kuonesha kwamba chuo kimefanya kazi kubwa na kimefanya maendeleo makubwa, na tunayaona kwa macho na kila mmoja ameshuhudia, na hakuwa mwenye kuona sawa sana aliyesikia tu, aliona kaona. Na mimi ni mmoja katika watu walioshughulikia swala hili, kwa sababu ilipofunguliwa siku ya mwanzo kabisa mwaka 2005 mimi ndio niliokuwepo hapa na ndio niliomba dua katika siku hiyo. Kwa hiyo nina uchungu na chuo na niko mbele katika kuhakikisha hata tunakisimamia na kinakwenda mbele. Kwa kweli nimefarajika na nimefurahi sana kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kuhudhuria sherehe hii ya kumbukumbu ya miaka 20 tokea chuo chetu kimeanzishwa. Nimeshiriki tangu mwanzo wa mchakato mpaka hadi ufunguzi wa chuo, na katika ile taasisi ya Muslim Development Foundation ambayo ndio tuliunda kwa ajili ya kukabidhiwa hiki chuo chini ya mwenyekiti wa mzee wetu marehemu Kitwana Kondo, mimi ndio nilikuwa katibu mkuu wa mwanzo. Wanafunzi wa Muslim University wanasifika kwa maadili, kwa umakini kwenye kazi zao wanapopewa majukumu, kwamba lazima tufike sehemu huko mbele ya safari watu wawe wanakimbilia kuwaleta watoto wao Muslim University, kwa sababu wanajua kwamba watoto wao wakitoka hapa wanakwenda kuwa watoto bora sana. Baadhi ya wahitimu wa chuo hicho akiwemo mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu wameeleza furaha zao kwa kuona chuo chao kinatimiza miaka 20 kwa mafanikio makubwa. Wito wangu kwa wanafunzi walioko hapa kwamba waendelee kushika masomo yao kwa bidii zaidi, wakazanie masomo yao. Hiki ni miongoni mwa vyuo bora zaidi hapa nchini
kama watafuata taratibu za chuo hiki, basi na wenyewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wataweza kuwa na mafanikio makubwa. Najivunia sana kuwa muhitimu wa Chuo cha Kiislamu Morogoro, na ninasherehekea sana leo maadhimisho ya miaka 20, na ninajipiga kifua mbele kusema kwamba na mimi nilisoma hapa kutokana na matunda ambayo yanapatikana. Sisi ambao tumehitimu tumejua jukumu letu ni lipi katika jamii yetu ya Tanzania. Nikiripoti kutokea hapa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, mimi Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Namshukuru sana Ramadhan Idi kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Morogoro. Mtazamaji, tutoke mkoani Morogoro tusogee kidogo hapo jijini Dar es Salaam, ambako wakati ambao Waislamu waliofanikiwa kutekeleza ibada ya hija kwa mwaka huu 1446 Hijiria sawa na 2025 wakiendelea kurejea nchini, mahujaji hao wametoa wito kwa Waislamu kuondoa ukasumba wa kuweka ugumu katika kutekeleza ibada hiyo ya hija. Taarifa yake Abdullah Matotola inasimuliwa hapa studio na Saad Suleiman. Wakizungumza katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, baadhi ya mahujaji waliorejea Alhamisi hii ya Juni 19, 2025 akiwemo Mustafa Abdul Muro ameeleza kusikitishwa na idadi ndogo ya mahujaji kutoka Tanzania. Tuna shida moja, tulipata taarifa kwamba nafasi za Tanzania zibakia wazi. Inatoa wito kwa watu wote, haingojee umri mzee au kijana au nini. Kuhiji kunataka uwezo wazungumzia pale ni nauli ya kwenda kule, chakula cha nyumbani, lakini pia vile vile uwezo wa kiafya. Sababu ile mambo ni mengi. Kwa hiyo nashawishi watu waende wakiwa na umri wa ujana mpaka makamu kiasi. Kwa hiyo na uwezo huo watu wengi wanao. Ni vitu vinawezekana, sio vigumu. Watu wajitolee, pange na hiyo. Na pange mpango kujenga nyumba, pange mpango ya kujenga magari, basi pange mpango ya hiji vile vile. Omar Rajabu ni mmoja wa wazee ambao Allah amemwezesha kutekeleza ibada ya hija mwaka huu, ikiwa ni mara yake ya kwanza. Hapa anaeleza baadhi ya maajabu katika ibada ya hija. Hii ni mara ya kwanza, lakini bahati nzuri mimi nimekaa na wazee sana miaka 60-70. Sasa nikaa nasikia tu yale maneno anazungumza, lakini sasa sikuamini kwamba yale mambo ndio yenyewe haya nimeona kuyaona, sababu kuna unabaki labia nini kitoto kingine. Maajabu ni makubwa. Wale wenye afya zao wasichelewe, na mtu asidali umri. Hata kama una umri mdogo, jitahidi, Mungu akikuwezesha uende hija, kwa sababu hija ni nguzo ya 5, ni lazima. Sio unachelewa mimi kijana sijui nini, wewe kupata uwezo nenda tu kwa nguzo ya 5. Kukamilika kwa ibada ya hija kwa mwaka huu 1446 Hijiria ni maandalizi ya ibada hiyo kwa mwakani 1447 Hijiria insha Allah. Hivyo Waislamu wenye kipato kidogo wanahimizwa kuwekeza kidogo kidogo kupitia taasisi zinazosafirisha mahujaji ili kutimiza nguzo hiyo ya 5 ya Uislamu. Tofauti hakuna kubwa, kwa sababu taasisi zote zinafanya ibada kama kawaida na sisi wote tunalipa gharama sawa kama kawaida. Ndege, mahema, huduma zote zingine ni sawa, kasoro huduma 2 tu. Tofauti iko katika nyumba na service ya chakula. Kwa hiyo nyumba ukiwaweka karibu na haram, na nyumba yake inakuwa pesa ni kubwa, karibu na msikiti wa Maka na msikiti wa Madina, pesa yake inakuwa ni kubwa. Na ukiwaweka nyumba ya mbali, mfano msikiti uko hapa airport, halafu watu wanakaa Mbagara, na pesa inakuwa rahisi. Kwa tofauti ndio hiyo tu. Mtazamaji, tunaachana na taarifa hiyo ya kwake Abdullah Matotola iliyosimuliwa hapa studio na Saad Suleiman kutokea huko jijini Dar es Salaam. Na hivi sasa tunasogea tena hapo mkoani Pwani, ambako kilogramu milioni 4.77 za zao la ufuta zimeuzwa kupitia mnada wa pili wa ununuzi wa zao hilo kwa msimu huu, ambapo bei ya juu umenunuliwa kwa kiasi cha shilingi 2490 kwa kilo moja, huku bei ya chini ikiwa ni shilingi 2390 kwa kilo moja. Tupate taarifa kamili. Akizungumzia mnada huo uliofanyika katika chama cha ushirika Kingoma wilayani Mkuranga, meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Pwani Koreku Hamisi Mantawela amesema mnada huu wa pili umekusanya idadi kubwa ya ufuta kuliko mnada wa kwanza.
tumeingiza mzigo mkubwa kwenye mnada huu kuliko mnada uliopita. Hii inaashiria kwamba kwa msimu huu pengine makusanyo yatakuwa, uzalishaji umeongezeka na tutakusanya ufuta mwingi zaidi. Lakini pia malipo ya mnada wa kwanza ambao tuliufanya tarehe 12 wa wiki iliyopita tutaanza kuyalipa kesho. Malipo ya takriban bilioni 10,966 na 592 tutayalipa yote kuanzia kesho. Na niendelee kusisitiza wakulima ambao waliingiza ufuta mnada ule wa kwanza wahakikishe kwenye mkosi zao taarifa zao zinapatikana, na viongozi wa mkosi tumeshakubaliana, tuna vituo vya malipo viko 4, wapeleke vituo hivi taarifa zao kwenye vituo vya malipo ili malipo hayo kuanzia kesho yaanze kuchakatwa na kuwafikia wakulima moja kwa moja. Aidha, Mantawela amesema Koreku inaendelea kutekeleza maagizo ya serikali yanayotaka malipo ya wakulima wanaouza mazao yao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani yaende moja kwa moja kwa wakulima. Tunaendelea na utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kwamba malipo ya mazao yote yalipo moja kwa moja kutoka kwenye akaunti za chama kikuu kwenda kwa wakulima. Na sisi tuko kwenye utekelezaji. Kwenye msimu wa korosho uliopita tulifanya hivyo kwa uzuri kabisa, na hata msimu wa ufuta tunaendelea, na tunaamini tutakuwa na ufuta mzuri na msimu mzuri, na wakulima watapata malipo yao kadiri watakavyokuwa wanaendelea kuuza ufuta, na tutawalipa kwa ukamilifu kabisa. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Pwani, tufanye hivi sasa tutoke huko mkoani Pwani moja kwa moja turejee hapa kanda ya Ziwa, tukielekea huko mkoani Mara ambako maafisa usafirishaji kwa kutumia magurudumu mawili maarufu kama bodaboda katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameiomba halmashauri kuongeza kiasi cha mikopo inayotolewa kupitia mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri, hatua itakayowezesha kundi hilo nalo kupata mikopo hiyo na kujiinua kiuchumi. Taarifa zaidi inaye Hilal Sefurian. Ombi hilo limewasilishwa na mwenyekiti wa bodaboda manispaa ya Musoma Stefano Sirasi mbele ya mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka baada ya kupokea ugeni wa maafisa usafirishaji hao waliofika ofisini kwake kushukuru hatua ya serikali kupunguza kodi ya pikipiki katika bajeti ijayo. Ya kwamba mikopo inayoendelea isiishie kwa watu wachache, iendelee kuwa juu, kwa sababu kuna kitu kinaitwa kausha damu imetuchosha mitaani. Bodaboda ifikie mahala sasa tuende kutengeneza SACCOS ya bodaboda ambayo itatubeba bodaboda kuepukana na kausha damu inayotusumbua mitaani. Hapo vipi? Maanake unapopata mkopo ambao hauna riba kwa muda mrefu, maana yake ni kwamba unatoka hatua ya chini unakwenda hatua ya juu. Mpaka sasa tuliofanikiwa kupata mkopo huo tumeona faida yake, na tuko tunaendelea na maendeleo yetu yako vizuri. Mama Samia safi! Aidha, umeiomba halmashauri kuweka mazingira wezeshi kwa bodaboda kupitia miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa, ikitazamwa kufungua harakati ya kujitafutia kipato kwa kundi hilo. Sisi Msoma yetu, kwa kuwa tuna vitega uchumi vichache, tukuombe sasa, kwa kuwa kuna miradi mikubwa ambayo inaenda kutekelezeka hivi karibuni. Tuna ujenzi wa stendi ya mabasi Bweri. Hiyo ikikamilika, naamini sisi maafisa usafirishaji wa Msoma tutapata fursa nyingi za kupeleka abiria pale na mji wetu utapanuka. Jambo la tatu ni soko la kisasa. Hilo soko la kisasa likishafunguliwa, likamilika, naamini mtu atatoka hata Makoko wapi kuja kununua bidhaa kwenye soko letu la kisasa. Sisi kama bodaboda tutapata fursa nyingi sana. Akipokea maandamano hayo, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri na wezeshi kwa makundi ya vijana kujikwamua kiuchumi. Serikali inaendelea kuwa karibu na maafisa usafirishaji. Serikali itaendelea kusikia, lakini kubwa, serikali tutaendelea kutengeneza na kuweka mazingira rafiki na wezeshi ili watu wa bodaboda muweze kuchapa kazi na mpate kipato mnachostahili kupata. Daktari Samia ameendelea na mikakati aliyonayo ni kuhakikisha kwamba serikali tunaweka mazingira mazuri ili bodaboda iendelee kuwa ajira, lakini bodaboda iwe biashara. Huo ndio mwelekeo wa serikali. Bodaboda inaendelea kuwa sekta rasmi ya ajira na fursa za kibiashara. Shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko wilayani Musoma mkoani Mara.
Mtazamaji, tutoke sasa huko mkoani Mara moja kwa moja tupande jahazi mimi na wewe kwa pamoja tukielekea huko katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja, ambako Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Daktari Khalid Mohamed Salum amesema fursa zinazotolewa na taasisi za kifedha zinawawezesha wakandarasi kutekeleza ujenzi wa miradi wanayopewa na serikali kwa wakati. Taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akizungumza mara baada ya kufungua warsha siku moja iliyowakutanisha wakandarasi mbalimbali nchini, Waziri Dr. Khalid amewataka wakandarasi kutumia vizuri fursa hizo zinazotolewa na taasisi za fedha kukamilisha miradi ya serikali wanayopewa. Yote haya yanahitaji fedha. Sasa na fedha hizo zitazisaidie pia kwa serikali, kwa maana ya sasa tuwezeshe utekelezaji wa miradi hii, lakini pia fedha hata kwa hawa wajenzi wenyewe nao waweze, au wakandarasi wenyewe nao waweze kupata huduma za fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo. Nilichosisitiza tu kwamba wakandarasi waitumie fursa hii ambayo ipo na benki yetu hii ya NBC wameiweka kwao, waitumie sasa kuweza kufaidika nayo ili waweze kutekeleza miradi yao kwa ukamilifu na kwa wakati. Miongoni mwa fursa zinazotolewa na taasisi za fedha ni pamoja na dhamana ya mitaji, working capital guarantee facilities kwa ajili ya kuombea zabuni mbalimbali, uhandisi na ununuzi pamoja na ufadhili. Timu yetu kubwa ilikuwa ni kufoster na kufinance contractors in achieving sustainable development of infrastructure in Zanzibar. Pamoja na EPC+F. EPC+F ni engineering and procurement plus financing, ili contractor aweze kuwa na funding structure ambayo inaisupport serikali kwenye mahitaji ya fedha kwa ajili ya kukamilisha projects. Pia tuna uwezo wa kuprovide funding kwenye private public partnership arrangements ambazo tumeona serikali ya Zanzibar pia ina implement kwenye areas tofauti, kwa mfano kwenye bandari pamoja na ujenzi wa huduma za jamii. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja iliyosimuliwa naye Zuberi Mgaya, ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea nitakujuza tutakuwa nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kamati ya Da'wa Afrika Mashariki na Kati ikishirikiana taasisi za Kisunna, Safina Islamic, Basuta, Yasuta, The Islamic Foundation, Ansar Muslim Youth Center pamoja na nyinginezo wanakukaribisha katika kongamano kubwa la kidawa la Afrika Mashariki, na awamu hii ni katika jiji la Mwanza ndani ya viwanja vya shule ya msingi Mirongo kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mashekhe mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania watakuwepo. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda watakuwepo. Wewe unaanzaje kukosa kuwepo katika kongamano hili? Amani, imani na mshikamano ndiyo dira ya kongamano hili. Aidha, litakujia moja kwa moja kupitia Mahasin TV. Nyote mnakaribishwa. Jiunge na chuo cha afya Baobab Mapinga Bagamoyo kwa usajili wa NACTIVATE 1178. Maombi ya kujiunga kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yameanza. Kozi zinazotolewa NTA level 4 na level 6, clinical medicine, pharmaceutical science, physiotherapy. Sifa za kujiunga: ufaulu angalau D4 zikiwemo biology na chemistry. Faida za kusoma chuo cha afya Baobab: ada nafuu, inalipwa kwa awamu, hosteli na chakula bure kwa wanafunzi, wifi ya bure, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia. Hospitali ya chuo Baobab Hospital kwa mafunzo ya vitendo, walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa. Njia za kutuma maombi kupitia WhatsApp namba 0750559641, kupitia tovuti www.bit.ac.tz au fika moja kwa moja chuoni Mapinga Bagamoyo. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0750559641 au 0759549641.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kwa nami, na kwa wewe mnajiunga nami hivi sasa. Pendewani ni kapu la habari, na hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilivyoona al-akhi Saad Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya kijeshi ya Niger imetangaza mipango ya kuitaifisha kampuni ya Orano inayomilikiwa na serikali ya Ufaransa. Kampuni hiyo inamiliki 63% ya hisa za kampuni kubwa ya Somair ya kuchimba madini ya urani nchini Niger. Kampuni hiyo ya Orano imekuwa inaendesha shughuli za migodi ya urani kwa muda wa miongo mitatu nchini humo. Hata hivyo, shughuli zake zilifungwa kwenye migodi mitatu muhimu mwaka uliopita baada ya wanajeshi kutoa madaraka nchini humo. Kampuni hiyo ya Ufaransa imeanza kuchukua hatua za kisheria. Katika tamko lake, serikali ya Niger imesema imepitisha uamuzi huo kutokana na tabia ya kutowajibika na pia kwenda kinyume cha sheria ya kampuni hiyo ya Somair inayomilikiwa na Ufaransa. Uamuzi wa serikali ya Niger unaashiria kuongezeka kwa mzozo kati ya Niger na Ufaransa kutokana na kuzorota kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mwezi Julai mwaka 2023. Kwingineko, Irani na Israel zinaendelea kushambuliana. Hospitali moja kuu imeharibiwa katika mashambulio yaliyofanywa na Iran mjini Tel Aviv, na makazi ya watu pia yameshambuliwa. Kwa ujumla, watu 240 wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa umefanyika katika mji wa Tel Aviv. Kwa upande wake, Israel ilifanya mashambulio kadhaa ya anga mjini Tehran na kwenye maeneo mengine ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimesema ndege za Israel zilishambulia kinu kikubwa cha utafiti cha maji cha Hondab. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amemlaumu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na ameamuru majeshi ya Israel kumuua kiongozi huyo ili kufanikisha malengo ya Israel. Rais Donald Trump amesema ataamua iwapo Marekani itajiunga na Israel katika hatua zake za kijeshi dhidi ya Iran muda wowote mnamo kipindi cha wiki 2 zijazo. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wanatarajiwa kukutana na mwenzao Iran katika juhudi za kumaliza mgogoro huo. Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wamezungumza kwa njia ya simu siku ya Alhamis na kulaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, huku wakielezea haja ya kuwepo suluhisho la kidiplomasia. Hata hivyo, mataifa mbalimbali duniani yameendelea kuwaondoa raia wao kutoka katika mataifa hayo hasimu kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi katika kila upande. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Mtu mmoja ameuawa kwenye mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye bandari ya kusini mwa Ukraine katika jiji la Odessa. Kwenye mashambulizi hayo, watu wengine 14 wamejeruhiwa, wakiwemo wafanyakazi 3 wa uokoaji. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya serikali za mitaa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kikanda imeandika kwenye jukwaa la Telegram kwamba Urusi ilirusha takriban droni 10 katika jiji hilo na kusababisha uharibifu kwenye jengo la ghorofa 23, taasisi ya elimu na makazi kadhaa. Katika tukio tofauti, Urusi pia ililenga eneo la kaskazini mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv ulio karibu na mpaka. Kulingana na watetezi wa raia, watu 4 walijeruhiwa na moto mkubwa ulizuka katika shambulio hilo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha jumla ya ndege zisizo na rubani 86 na kati ya hizo 70 zilizuiwa kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa Telegram, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ni sharti Urusi lazimishwe kusitisha vita, na amewashukuru washirika wa nchi yake anaosema wako tayari kuongeza mbinyo dhidi ya Moscow. Saad Suleiman, Mahasin TV. Namshukuru sana Saad Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo.
Serikali kuhakikisha maji ya Ziwa Victoria yanatatua changamoto ya maji katika maeneo mbalimbali ya nchi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan changia shilingi milioni 100 kuunga mkono maendeleo ya Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro MUM. Na katika habari za kimataifa, waziri wa ulinzi wa Israel amuru majeshi yake kumuua kiongozi mkuu wa Iran ili kufanikisha malengo ya Israel. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Tunasiku na wakati mwingine kama huu. Ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japale kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye al-akhi Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shule ya Sekondari Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2025. Shule inasimamia nidhamu ya wanafunzi na walimu kwa kiwango cha hali ya juu, na hii ndio sababu ya kupata ufaulu mzuri kwenye mitihani ya taifa. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu. Michepuo inayofundishwa katika science ni PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS. Kwenye biashara ni EGM, HGE, Eka, ECSM, BUACCS pamoja na BUACM, na kwenye sanaa ni HGL, HGK, HKL, KLC, HLC pamoja na HGC. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 shuleni Baobab Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka namba 12, 14, 19 na 22, au kwenye tovuti ya baobab.ac.tz. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mkuu wa shule kwa simu namba 0739611539 au kwa namba zinazoonekana kwenye TV yako. Kamati ya Da'wa Afrika Mashariki na Kati ikishirikiana taasisi za Kisunna, Safina Islamic, Basuta, Yasuta, The Islamic Foundation, Ansar Muslim Youth Center pamoja na nyinginezo wanakukaribisha katika kongamano kubwa la kidawa la Afrika Mashariki, na awamu hii ni katika jiji la Mwanza ndani ya viwanja vya shule ya msingi Mirongo kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mashekhe mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania watakuwepo. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda watakuwepo. Wewe unaanzaje kukosa kuwepo katika kongamano hili? Amani, imani na mshikamano ndiyo dira ya kongamano hili. Aidha, litakujia moja kwa moja kupitia Mahasin TV. Nyote mnakaribishwa.